Taarifa ambazo tunazo ni kwamba jana tarehe 20 Mondi alizindua kampuni yake ya sabuni, ambapo palihudhuria watu wengi sana. Palikuwa waimbaji tofauti, palikuwa wakuu wa nchi, palikuwa waigizaji, yani wa kila aina walikuwa pale, na hadi akafuturisha watu kwa sababu unajua kwamba Mondi ni Muislamu. Mondi mzaliwa wa Tanzania, mwimbaji ambaye anapeperusha zaidi bendera ya East Africa na Tanzania. Kiukweli Diamond anapaswa asifiwe sana, kwa sababu hatuna mwimbaji East Africa ambaye anastahili kusifiwa kama Mondi. Mondi ukiangalia mambo ambayo anayofanya kwa miaka ambayo yuko kwenye industry na mambo ambayo ameshafanya kwenye muziki ni mambo makubwa sana. Ukiangalia kusema muziki wetu wa East Africa ufike international, Mondi amechangia vikubwa sana. Na ukiangalia vitu ambavyo alikwenda kufanya katika muziki, amebadilisha vitu vingi sana, ameleta vitu vingi sana. Mwenye sifa zake jamani, ni lazima tu tumpatie sifa zake. Kuna wengine ambao wanazungumza hizi kwamba kampuni sio yake, kwamba ni ya watu. So hata kama kampuni haiwezi kuwa yake, ukishafuata kwenye sheria za Tanzania inasema kwamba mtu huwezi kuwa mwenyewe kwenye kampuni. Na kama unaweza kupenda, unaweza kumweka mama yako, unaweza kumweka rafiki, unaweza kumweka ndugu yoyote, lakini hauwezi kuwa mwenyewe. Sasa na uwekezaji ukifuata hata kwenye tofauti, matajiri wengi sana wanakuwa wanawekeza kwenye kampuni moja, mtu mmoja, kampuni tabeba jina la mtu mmoja, lakini watu wengi sana, mabosi wale wakubwa zaidi, unakuja kujikuta kwamba wanawekeza kwenye hiyo kampuni. Sasa hata kama panazo kwa kweli kuna wengine ambao wamewekeza, lakini bado tu Mondi anastahili kupewa sifa zake, kwa sababu amefanya mambo mengi sana, amefanya makubwa zaidi, amekwenda kuheshimisha muziki na wasanii wote kwa ujumla. Kwa sababu zamani, tukisema ukweli, zamani wasanii walikuwa wanaonekana kama ni watu wauni ambao hawawezi kufanya chochote kile. Yani wakishaona mtu msanii wanajua kwamba ule ni mvuta mibangi, mfanya mambo ambayo yastahili. Lakini ukiangalia Mondi na wengine ambao wanaendelea kuwekeza kwenye muziki, wanakwenda kutoa watu zile fikra za kusema kwamba wasanii ni watu wauni, lakini inakwenda kuonesha kwamba wasanii nao wana mchango wao kwenye jamii. Kwa leo ukiangalia wasanii ambao waliofanikiwa kwa sasa, wanasaidia watu wengi sana, wananunulia wengine magari, wanatunzisha watu, wanafanya mengi sana. Yani ni vitu ambavyo Mondi amekwenda kubadilisha sana. Ukiangalia zamani mameneja walikuwa walipwi, lakini Mondi alileta mameneja hadi sasa wanalipwa. Zamani show, mwimbaji alikuwa yani akishapewa show, pesa nyingi kwenye show, ni anaweza kapewa kama milioni 1, milioni 2, lakini Mondi ndiye ameleta vitu kusema kwamba kama hujanipatia milioni 10 bana, mimi kwenye show yako siondoki, kama hujanipatia hivi siondoki. Na wengine wakakuja wanafatafata hivyo. Yani kuna vitu lazima tukubaliane na ukweli. Kama mtu kwenye maisha hautakubaliana na ukweli, utabakia tu unapinga tu sana, unabakia mpingai, lakini kwenye moyo wako unajua ukweli unaegamia wapi. Kwa sababu ukimpinga Mondi na kusema kwamba hakuna ambacho anachangia kwenye hii industry ya muziki wa Afrika, wa Tanzania na East Africa kwa ujumla, yani utakuwa ni kama unamshushia heshima, kwa sababu alivyovifanya ni vitu vikubwa sana, amepambana zaidi. Tukiangalia kwanza, ndo msanii wa kwanza ambaye ameleta tunzo kubwa sana East Africa ambazo zilikuwa bado hazijafika huko West Africa. Ni msanii ambaye ametengeneza hiti kubwa zaidi ambazo zilikuwa bado hazijatengenezeka kwenye East Africa, zikakwenda duniani global. Ukiangalia ni hit maker wa Koma Sava amefika popote pale duniani, mpaka ikafika akafanya na msanii mkubwa sana wa Marekani ambaye anaitwa Jason Derulo. Naona ikafanywa challenge mpaka na Chris Brown bro. Sio vitu ambavyo ni vya kawaida, ni vitu vikubwa zaidi. Yani kuna heshima yake. Ukiangalia ni hit maker wa Shu imeenda duniani pote, hakuna ambapo haikufika. Na vingine na nyingine ambazo walifanza. Ukiangalia alifanya na nyimbo na Nio, alifanya nyimbo na Rick Ross. Yani ni mwimbaji ambaye amefanya vitu ambavyo ukikaa chini kwa mtu ambaye kabisa ana akili timamu, ukiangalia unasema kwamba huyu jamaa kuna mchango wake mkubwa sana. Kuna vitu vingi sana ameinspire vijana wengi sana. Ukiangalia amewasaidia vijana wengi sana ambao leo nao tunawaita kwamba leo ni nguli wa muziki wa East Africa. Ukiangalia kama Harmonize, Rayvanny, Zuchu, na
wengine Lavalava, ukiangalia na mwingine ambaye anakuja hapa hivi Divoice. Yani ni mtu ambaye amekwenda kusaidia sana industry ya East Africa kuendelea, japokuwa wengi wao ni wa Tanzania, lakini sifa ziendi kwa Tanzania tu. Pale wanapotangaza wanasema kwamba msanii wa East Africa kutokea Tanzania amefanya jambo hili na hili, ni jambo la kusifiwa sana. Ukiangalia Monde ameleta style nyingi sana hapa hivi. Mimi nakumbuka zamani waimbaji wengi zaidi walikuwa wanafadha wakitoa wimbo ataimba lakini atacheza, lakini Monde alikuja kuchangamsha game ya kucheza. Ukiangalia kupangia style, kutengeneza video nzuri, hiyo vyote East Africa vimetengenezwa na Monde. Ukatae uitike, ni lazima ukubaliane na ukweli. Kama jinsi nilivyotanguliza kuzungumza, ni lazima ukubaliane na ukweli, kwa sababu Monde ni kioo cha jamii ambacho kinafundisha vitu vingi sana, amebadilisha vitu vingi sana kwenye sana. Ukiangalia hivi vitu ambavyo iko naendelea, anafanza anafungua makampuni, anafanza hivi, ni mtu ambaye yani anataka kuonesha jamii kwamba usanii sio kuimba tu, usanii pia ni kuwekeza, ni kufanya hivi na hivi na hivi na hivi, ili hata kesho ukiwa tena wimbi uishi kupitia vitu ambavyo uliwekeza. Kwa sababu tumezoea, ukiangalia wasanii wengi kwa leo akiugua mpaka anze kuchangiwa, na wakati alikuwa akipata pesa, lakini wanaziharibisha vitu ambavyo havina kichwa na miguu, unaona. Lakini anaendelea kutoa wenzake kwenye huo muonekano ya kuonesha kwamba wakati bado ungali na ule muda wa kutafuta, ungali na ile nani ya kuonekana, unatoa muziki unakuingizia pesa, na ndivyo na huko na ule muda wa kuwekeza, ili kesho pale ambapo utakuwa tena wimbi iende kukusaidia wewe kukuishi. Usishi tena kwa michango, anze kuwasumbua watu fulani ameumwa, amefanya nini. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo Monde anaendelea kufanza kwenye huu muziki, yani kuamsha vijana sana, unaona. Kiangalia leo tunamuita Harmonize, naye ni boss, ana pesa zake, ni mwimbaji mkubwa East Africa, ametokea nani kwenye mikono ya Monde, unaona. Yani ni vitu vikubwa ambavyo Monde amefanza sana, na style, pongezi zake, na lazima tuendelee kumpongeza. Ayamiri TV inaendelea kumtakia mema, aendelee kufanya yaliyo mema zaidi. Jana hapa hivi tarehe 20 amezindua kampuni ya sabuni, na endelee kufungua na vingine kwa sababu opportunity bado angali nayo, angali kijana mbichi sana zaidi, hajazeeka, angali atafanya mambo mengi kama jinsi mwenyewe alivyozungumza, akasema kwamba bado ningali nitafanya mambo mengi, na tuendelee kumpatia macho. Tunaamini kwamba atakayoyafanza ni mengi sana kwenye muziki wa East Africa. Natamani kwamba atakwenda kutuvika heshima sisi wa East Africa, kwa sababu ni msanii ambaye anajua muziki, anajua yani sijui ana strategy yani za kutengeneza, na tukwende kumpatia muda na tuendelee kumsupport.